kupiga mboze na mizi kwa teo moja. Jani la chai linapata nguvu ya kugeuza rangi ya maji likiwa kwenye maji ya moto. Hausomi Kiswahili shasaki na unazungumza Kiswahili mufti. Fanya ulumbi kutoka hapa ndani ya moyo, kutopea ama kuzamia na kuvama katika ulumbi. Kiswahili ni moja kati ya lugha tajiri zaidi duniani, na leo tutakwenda kujifunza kuhusu lugha ya Kiswahili, hasa katika kipindi hiki ambacho teknolojia imekuwa zaidi. Watu wengi hawatamani kuongea lugha ya Kiswahili. Jina langu mimi ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Kila siku tunahakikisha unaendelea kupata habari za matukio mbalimbali yanayoendelea katika jamii yetu. Basi tupate tangazo fupi, tukirejea hapa nitakwambia niko na nani na ataenda kutujuza nini kuhusu lugha ya Kiswahili. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Kama nilivyokuambia hapo awali, leo nimekutana na mlumbi wa Kiswahili. Ni kijana mdogo tu, itakushangaza ni kwa kiasi gani anaendelea kuipenda lugha ya Kiswahili, lakini bado anaendelea kutamani jamii iweze kujua umuhimu wa lugha ya Kiswahili na kukiendeleza Kiswahili katika nchi yetu ya Tanzania na hata nje ya Tanzania. Mambo vipi? Ni njema kabisa. Unaendeleaje na hali? Kusema kweli, kwa makadara ya Mwenyezi Mungu Mola Jalia na kwa makadara ya Mola Karima ama Mungu Rabana mwenye uweza, niko salama kabisa. Safi kabisa. Naona kabisa hapa tunaenda kupata kitu kikubwa zaidi leo. Naam, bila shaka. Pasi na tone la shaka kabisa. Shukrani sana. Kwa faida ya mtazamaji wa Jimbi TV, utufahamishe unaitwa nani, unajishughulisha na nini, lakini pia utuambie historia yako mpaka kuanza kukipenda Kiswahili mpaka sasa hivi. Ilianzia wapi? Ilikuwaje? Mimi jina langu naitwa Justin Michael Mwasi. Ni mwanafunzi chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Nasoma mwaka wa pili, sayansi ya siasa na utawala. Lakini nikirudi kwenye swali lako, ni kwamba mimi ni mlumbi wa lugha ya Kiswahili. Ukiachana na utambulisho wangu wa aina zote, lakini mimi hasa kwa sasa ni mlumbi ama balagha wa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo nikisema mlumbi ama balagha, yani mlumbi ni mtu ambaye ana ujasiri wa kuzungumza lugha yoyote ile kwa ufasaha zaidi kila pahala anapokuwepo. Kwa hivyo ikiwa utazungumza lugha mama, utazungumza lugha za makabila, basi ama zile lugha za Kibantu, basi wewe ni mlumbi. Na ukizungumza kwa ufasaha, kwa sababu unaposema hivyo simaanishi tu kuzungumza kawaida ama kuzungumza lugha shelabela. Au unaweza kusema kwa mfano, watu wengi sana katika Tanzania wanazungumza Kiswahili cha kawaida, wanabananga Kiswahili, wanazungumza Kiswahili shelabela. Yaani Kiswahili cha hovyo sana. Si Kiswahili chenye misamiati sahihi ama misamiati sanifu ya Kiswahili. Unaweza kutupa mfano wa Kiswahili shelabela, Kiswahili ambacho unakizungumzia hapo? Kwa mfano, unaweza kusema kuna watu wengi wamezoea kumuita shangazi ndio mke wa mjomba. Lakini shangazi sio mke wa mjomba. Shangazi ni ndugu wa kike wa baba yako, aliyezaliwa tumbo moja na baba yako. Kwa hivyo mke wa mjomba, jina sahihi ama sanifu la mjomba ni neno hau, yani HA na U. Kwa hivyo hau ni mjomba. Lakini ukisema mkaza, neno mkaza maana yake ni mke wa. Kwa hivyo ukiunganisha ukisema mkaza hau maana yake ni mke wa mjomba. Kwa hivyo mke wa mjomba sio shangazi ila ni mkaza hau. Kwa hiyo tunakosea sana ndugu Mswahili. Asante sana mtazamaji, na imani kabisa umepata kitu hapo, kwa sababu watu wengi wanajua kwamba mke wa mjomba ni shangazi, lakini leo umepata kitu kipya kwamba sio shangazi, mkaza hau. Lakini hau hapo inaingilianaje? Tupo kwenye Kiswahili. Tunaposema hau hatuzungumzi ile hau ya lugha ya Kimombo, ya lugha ya Kiingereza, la hasha. Ninaposema hau ni neno H, herufi H muunganiko ule, herufi H, A na U. Manake pale unapata neno hau. Kwa hivyo hau ni mjomba. Na yani mjomba unaweza kumuita hau. Manake ndio Kiswahili sanifu hicho ndugu Mswahili. Bana kunifahamu hivyo. Alafu
neno mkaza ni mke wa. Kwa hivyo ukisema mkaza maana yake ni mke wa. Ukisema hau maana yake ni mjomba. Kwa hivyo ukisema mkaza hau maana yake ni mke wa mjomba. Hivi ni kwa nini waliamua kuchagua neno mkaza na sio maneno mengine? Naweza kusema kutokana na asili. Unajua Kiswahili kina historia kubwa sana. Na wale ambao wanakusanya maneno ya Kiswahili, ambao wanatoa maneno ya Kiswahili, hususan wahusika, naweza kusema Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Wao ndio wanashughulika zaidi, lakini pia na taasisi zingine. Kwa hivyo mimi naweza kusema waliona mantiki hiyo itakuwa ni sahihi zaidi kutokana na muktadha na uhalisia wa jamii zetu katika Tanzania. Asante sana kwa ufafanuzi huo. Sasa natamani kujua nini kilikufanya wewe kuipenda lugha ya Kiswahili, kwa sababu tunajua mtoto anavyozaliwa sio kwamba anazaliwa anaanza tu kukipenda kitu, lakini lazima kuna kile kitu ambacho kinamfanya yeye akipende kitu fulani. Sasa natamani kujua wewe ukiwa mlumbi wa Kiswahili ulianza vipi kukipenda Kiswahili na nini kilikuvutia wewe kuchagua Kiswahili kuwa lugha ya kuiendeleza, kuipenda na kuendelea kuitangaza kwa watu? Shukrani jazila ndugu mtangazaji, na shukrani nyingi sana, ama shukrani belele. Mimi naweza kusema kwanza, ikiwa utasadiki na ikiwa ndugu wa Tanzania watasadiki haya na kuelezeni, ni kwamba Kiswahili ndiyo hazina ya Afrika na Kiswahili ndiyo utambulisho wetu kama taifa. Lakini mimi nikitizama Kiswahili kwa upande wangu, naona Kiswahili ni nyenzo kuu ya mawasiliano, Kiswahili ni fursa, lakini pia Kiswahili ni kichocheo cha maendeleo. Na nielewa sawa. Lakini mimi nikitizama tena kwa jicho langu la mbali, kitu ambacho kimenivutia sana kutopea ama kutabahari, kuzama na kuvama katika bahari ya ulumbi ama bahari ya kuzungumza Kiswahili, kwanza ni namna watu ambavyo wanabananga Kiswahili, wanakibagaza Kiswahili na wanazungumza Kiswahili shelabela. Kwa sababu sisi, kama nimekuja kusema hapo awali, kwamba sisi Kiswahili ndio utambulisho wetu kama taifa. Ukiangalia nchi nyingi katika Afrika wanatumia lugha za mkoloni, lakini sisi tuna Kiswahili chetu. Kwa hivyo, kwa sababu kuna changamoto kubwa hapa ya ukasumba, kuna changamoto ya wasomi wakisha kuwa wameelimika, wanakuwa na kiburi cha uweledi, kwa hiyo wanadharau Kiswahili. Kwa hiyo kile kitu ambacho kinafanya Kiswahili kionekane sio cha thamani, basi mimi ndo kinanivutia sana kutaka kuja hadharani na kuzungumza mbele ya umayamaya mkubwa, mbele ya hadhira kubwa, lugha ya Kiswahili, tena nikiwa na ujasiri. Kwa hivyo naweza kusema Kiswahili, kwa sababu kinabagazwa sana, hicho mimi kinanisukuma sana kutopea ama kuzamia na kuvama katika ulumbi. Hongera sana kwanza kwa kuwa na moyo wa kufanya lugha yako ya Kiswahili ukiwa katika umri mdogo kama huo watu wakipende zaidi. Unaweza kutupa mfano wa Kiswahili shelabela ama sentensi tu ndogo ya Kiswahili shelabela, alafu utupe na Kiswahili fasaha sasa inatakiwa kuzungumzwa vipi? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri sana. Kwa mfano mwingine wa Kiswahili shelabela, ukiachana na ile niliyokuambia ya mkazahau na shangazi, watu wengi sana hususan viongozi na vijana wakiwa kwenye matukio muhimu mbele ya umayamaya mkubwa na umati mkubwa hawawezi kujitambulisha vyema. Yaani mtu anapewa kisemeo, hebu tuambie unaitwa nani? Anakwambia kwa majina naitwa Wala bin Wala. La hasha, si sahihi kabisa ndugu Mswahili. Kwa hivyo neno sahihi, kwa sababu hicho ni Kiswahili shelabela, ukisema majina yangu inapaswa useme jina langu naitwa Wala bin Wala. Kwa hivyo ukiulizwa unaitwa nani, tuambie, usiseme majina yangu. Wewe hauna majina ila una jina. Kwa hivyo ni jina lako moja, naitwa Wala bin Wala. Hivi kati ya kusema ninaitwa fulani bin fulani na kusema mimi ni fulani bin fulani, kipi ni sahihi hapo? Ukisema mimi, kwa sababu tumesha kuulizwa hebu tuambie wewe unaitwa nani. Ukisema mimi, maana yake ni kwamba lile swali hujalielewa vyema, kwa sababu aliyekuuliza alivyokuambia tuambie wewe, hajasema mtu mwingine. Kwa unaposema mimi, maana yake ni kwamba
kana kwamba kuna watu wengine, kwa hiyo umetumia neno mimi kujitofautisha. La hasha. Kwa hiyo unapaswa useme kwamba jina langu ninaitwa labda Justin Michael Mwasi. Utakuwa sahihi sana. Hongera sana na asante kwa ufafanuzi huo Justin. Natamani kufahamu kwa nini lugha ya Kiswahili ni muhimu kuzungumza hapa nchini Tanzania na hata nje ya Tanzania. Nashukuru sana pia kwa swali zuri. Mimi naweza kusema ni muhimu kwa sababu Kiswahili ndiyo lugha ya ashirafu, lugha akramu, lugha adhimu na azizi, na ndiyo lugha ya kuheshimika sana ulimwenguni kote. Kwa sababu ukiangalia katika Afrika, kwanza Kiswahili ni muhimu kwa sababu kinatumika katika nyanja mbalimbali. Tunatizama katika uga wa kimataifa, tunaangalia Kiswahili ni lugha naweza kusema ni lugha iliyoidhinishwa rasmi kuwa lugha ya Umoja wa Afrika AU. Lakini pia Kiswahili kinatumika Afrika Mashariki, na Kiswahili pia kinafundishwa katika vyuo vikuu vingi sana duniani. Kuna chuo kikuu cha Japani kule, kuna chuo ukiangalia Korea Kaskazini, ukiangalia kwa mfano Malawi, Msumbiji, lakini ukiangalia chuo cha Makerere hapo Uganda, na katika Afrika Mashariki nzima. Lakini utaangalia pia Kiswahili kinatumika katika idhaa za Kiswahili za kimataifa, yani vile vyombo vya Kiswahili ambavyo vinafundisha Kiswahili kote ulimwenguni. Nazungumzia DW, kuna DW Kiswahili, Radio Deutsche Welle, lakini pia kuna BBC wanatumia Kiswahili, BBC Swahili. Kwa hivyo ni lugha ya kuheshimika sana kwa sababu ndiyo nyenzo ya mawasiliano. Na ukitaka kusadiki hivyo, ndugu mtangazaji, utakuja kugundua kwamba ikiwa shirika kubwa la utangazaji kama vile BBC wanatumia lugha ya Kiswahili, lazima ujiulize ndugu mtangazaji. Ni kweli. Umeshanipata sasa hivyo? Kwa hivyo ndio maana lazima sisi tuendelee kukipigia debe Kiswahili na kukipigia chapuo, kwa sababu Kiswahili kinaheshimika sana. Kule kuna wakalimani wapo kule, kuna walimu wa lugha ya Kiswahili na wataalamu mbalimbali, wako mabalozi wa Kiswahili. Kwa hivyo ni lugha ya kuheshimika sana na ya muhimu sana, ndugu mtangazaji. Asante sana. Nimekuwa nikikufuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii na kuona ni mtu ambaye unapambana mtaani, chuoni kuhakikisha kwamba unakieneza Kiswahili. Sasa umefanikiwa kwa kiasi gani toka ulipoanza hiyo shughuli mpaka sasa hivi, umefanikiwa kwa kiasi gani? Kusema kweli, kwa makadara ya Mwenyezi Mungu Mola Jalia, na kwa kadari ama kwa nguvu zake Mola Jalia, unapofanya kitu kwa moyo, si kwa kusukumwa, basi jamii inakuwa ni rahisi sana kukipokea kile kitu chako. Kwa sababu mimi nimeamua kutopea katika bahari ya ulumbi wa Kiswahili na kukipigia chapuo, kwa sababu nafanya ulumbi kutoka hapa ndani ya moyo. Kwa sababu ikiwa utasadiki, ukiwa unazungumza jambo kutokea hapa ndani ya moyo, hilo jambo ufikia roho za watu wengi zaidi na nafsi za watu wengi zaidi. Lakini ukifanya jambo kwa kutumia akili yako ya hapa kichwani, ama ukatoa kitu hapa, hilo jambo haliwezi kamwe kufikia watu ama roho za watu. Kwa hiyo kwa sababu mimi nazungumza Kiswahili kutoka ndani ya moyo, Kiswahili kinaheshimika sana na kinakubalika sana. Yaani hapa ninavyozungumza mimi na wewe, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM wamekipokea kwa mikono miwili na wamekipokea Kiswahili kwa tabasamu bashasha sana. Kwa hivyo naweza kusema kwa tabasamu bashasha. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma wamekipokea Kiswahili. Na sio tu wanafunzi. Mimi watu wengi sana wamenitafuta katika simu yangu kupitia mitandao yangu ninayoitumia. Wamenitafuta, lakini wananitia moyo. Wananiambia usiache kufanya, kwa sababu sisi tunaona tunataka tushuhudie kuona nyinyi walumbi wadogo, mabalaga, vijana wadogo mnaibukia katika kukipigia chapuo lugha ya Kiswahili. Naam. Nikirejea hapo kwenye wanafunzi wa vyuo, hasa chuo cha UDOM ambacho wewe unakisoma, kumekuwa kuna mtazamo kwamba wanachuo wengi hawapendi kutumia lugha ya Kiswahili, na mara nyingi vijana wanapenda kuita Kiswanglish.
Sasa hujawahi kupata changamoto kwenye kuhakikisha wanafunzi wenzio wanakijua Kiswahili, wanakizungumza Kiswahili fasaha? Kusema kweli, sehemu yote ile changamoto hazikosekani. Kwa hivyo na wakati mwingine unaweza kupata, mimi naweza kusema unapatwa na majojo. Yaani majojo maana yake ni matatizo tu juu ya matatizo kwenye kile unachokifanya. Kwa sababu unaweza ukaleta kitu, watu kuanzia wale wa nyumbani kwako wakawa hawako tayari kukuunga mkono. Kwa hivyo changamoto kubwa, kwanza kuna changamoto ya ukasumba. Kama unavyofahamu ni chuo kikuu. Kwa hivyo watu wengi wameelewa kiburi cha uweledi na kiburi cha uelewa. Yaani mtu kwa sababu yeye anasoma kozi yake, programu yake, anasoma lugha ya Kiingereza, basi anaona wewe unapozungumza Kiswahili ni kama unapoteza muda. Alafu sasa wengine wanafika mahali mbali zaidi, wanashangaa kwamba kwa nini wewe Justine unasoma sayansi ya siasa na utawala, hausomi Kiswahili Shasaki na unazungumza Kiswahili Kiswahili mufti na unazungumza Kiswahili sanifu? Kwa nini? Ni kama unakuwa unapoteza muda. Kwa hiyo Kiswahili, kwa sababu mimi natumia Kiswahili, wengine wananirudisha nyuma kwa kweli. Na wapo ambao wananiunga mkono kwa lengo la kunivunja miguu. Yaani anakuunga mkono kwenye kitu fulani, lakini kwa lengo lake kubwa ni kukuvunja mguu. Haijawahi kuonekana kwamba unajua mtu anapozungumza sana Kiswahili huwa anaonekana labda hana akili, naweza nikatumia lugha hiyo. Sasa hawajawahi kukuona wanafunzi wenzako kwamba Justine anapenda sana Kiswahili, labda hapendi kusoma au hana akili? Swali zuri sana. Hiyo imesha kutokea. Kwa sababu kuna watu walisha kuniambia kwamba yani wewe muda wote tu unawaza ulumbi tu. Wewe kila muda unazungumza Kiswahili tu. Kuna wakati unaweza ukapata dharura, labda hautoingia darasani kwa wakati huo, lakini unakwambia anawaza ulumbi tu yule. Unaelewa sasa? Kwa hivyo mimi nikipata kusikia hayo maneno hayanikatishi tamaa, lakini yanakuwa ni kama jani la chai linavyofanya. Kwa sababu jani la chai linapata nguvu ya kugeuza rangi ya maji likiwa kwenye maji ya moto. Kwa hivyo na mimi nataka niendelee kuzama na kupiga makasia, kupiga mboze na mizi kwa teo moja, kupiga ndege wawili kwa jiwe moja. Hongera sana kwa misemo mizuri ya Kiswahili fasaha kabisa. Justine, Kiswahili najua mtu anapokuwa anafuatilia kitu lazima angalie kuanzia historia, ilikuwaje, ilianzaje mpaka imefikia hapo ilipo. Sasa natumaini kwamba umepitia vitu vingi kuhusu lugha ya Kiswahili licha ya kuwa umri wako ni mdogo. Natamani kujua kupitia wewe kufuatilia Kiswahili, umegundua kwamba Kiswahili kinaathiriwa vipi na lugha za kigeni na hata hizi lugha mama, lugha zingine kama Kigogo, Kisukuma, imeathiriwa vipi? Asante sana. Mimi naweza kusema kwa upande wangu Kiswahili, kwa sababu Watanzania wengi na watu wengi sana, kuna kitu tunakiita athari za lugha mama na athari za kimazingira. Kuna watu ambao kwa mfano kuna makabila kama vile Wagogo, kuna kabila kama vile wa Maasai, ni watu ambao ni wagumu sana kukubali kwamba hebu acheni kuzungumza Kimasai alafu mzungumze Kiswahili. Kwa sababu mimi niliwahi kupita sehemu nikawauliza, nilikuwa nafanya mahojiano pale Sabasaba Dodoma. Nilikuwa namuuliza Masai, nyinyi kwenu mke wa mjomba mnamhitaji? Akasema sisi hatufahamu hiyo yero. Sasa nikaona sasa kama Masai anasema yeye Kiswahili ni juu yetu sisi, ni cha kwetu sio cha kwao. Maana yake ni kwamba kuna athari za lugha mama na athari za kimazingira, kwa sababu wao wanaishi sana katika kuchunga, wanaishi na mifugo, wanaishi sana polini, wanakuwa wameathirika. Lakini hata ukija kuangalia kuna athari, hizo athari za lugha mama zinatokana na athari za kimatamshi. Watu hawezi kutamka maneno ya Kiswahili kwa ufasaha. Nimekupa mfano mzuri wa Masai, hawawezi. Ukishamwambia Masai kwamba maji hayaitwi tu lengale, yanaitwa maji. Ukishamwambia kabila fulani labda Mgogo, maji hayaitwi malenga, yanaitwa maji. Ukimwambia Masai kwamba Mungu haitwi yanga itu, anaitwa Mungu, hawezi akakuelewa. Lakini ukimwambia badala ya kusema papa, sema baba, badala ya kusema yeyo, sema mama, bado inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo
kuna changamoto hiyo, athari za kimazingira, athari za lugha mama, lakini pia athari za kimatamshi. Licha ya kuwa sasa hivi watu wanajitahidi sana kuzungumza Kiswahili hata kama sio fasaha, unadhani pengine nini kifanyike ili adha kama hizo kwa makabila machache ambayo bado hawatamani kuzungumza Kiswahili kilicho fasaha, unadhani pengine nini kikifanyika labda kinaweza kikasaidia watu wakubali na kuzungumza Kiswahili fasaha? Kwanza mimi naamini kwamba huwa nasema siku zote ili mmea uweze kwenda juu zaidi ni lazima mizizi yake iende chini zaidi. Kwa hivyo na sisi ili Kiswahili chetu kizidi kuota mbawa na kiende mbali zaidi, lazima tuanze kuwekeza huku chini. Tunawekeza wapi sasa? Tuanze kuwekeza, serikali ifanye ima fa ima. Lazima ifanye jitihada za mtu kujenga nyumba kwa mate, ama zile jitihada za siafu kutaka kuvuka mto kwa kung'atana mikia, ama zile jitihada za buibui kutaka kujenga tandabui ama utando wa buibui ukutani. Unasema Justin nazungumza kitu gani? Lakini mimi nakueleza namna vile. Kwa hivyo lazima serikali ifanye kila linalowezekana kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaanza kufundishwa kuanzia huku chini. Kwa sababu na hii umenikumbusha huku shule za msingi, ngazi za elimu ya msingi awali, Kiswahili kinatumika kama lugha ya kufundishia katika masomo yote, si ndivyo? Lakini kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 Kiswahili ni lugha moja tu inatumika kwenye somo moja tu la kufundishia, somo la Kiswahili peke yake, si ndivyo? Kwa hivyo kama ndivyo na kama ni sahihi, kuna kitu, na wewe ndugu yangu mtangazaji utanisaidia, kuna kitu kinaitwa wale wanaitwa Swahili speakers wale. Yaani watoto wakizungumza Kiswahili tu, kuna kibao fulani kile unakuwa umefanya nini? Unavalishwa basi kwamba huyu anazungumza sana Kiswahili huyu. Badala ya kuzungumza Kiingereza, yeye anazungumza Kiswahili. Na hususan zile shule ambazo si shule za umma. Kwa hiyo hicho kitu kinarudisha nyuma maendeleo ya Kiswahili, kwa sababu Kiswahili ndio lugha yetu. Kwa hivyo serikali ihakikishe hilo jambo la Swahili speakers, na mimi naomba kwa sababu ninaamini kwamba serikali yetu ni sikivu na inatusikiliza. Mimi naomba sana ili swala la Swahili speakers katika mashule ya msingi, ili swala liondolewe. Kwa sababu tunajiua sisi wenyewe. Badala tujipige kifua, badala sisi tuseme kwamba Kiswahili ndio lugha yetu, tuanze kufanya yale ya upenuni yawekwe hadharani, yale yaliyofichwa yaanze kutambuliwa na watu na watoto wakiwa wadogo. Mimi natamani siku moja mtoto wa miaka 5, 10 awe mlumbi wa Kiswahili, awe balagha, azungumze Kiswahili ama misamiati sanifu ambayo inatakiwa. Kwa hiyo serikali iwekeze kwanza huko chini. Hilo la kwanza. Alafu jambo la pili, serikali ifanye pia jitihada za moja kwa moja na za maksudi kuhakikisha kwamba humu katika elimu ya sekondari ile mpaka kidato cha 4 na mpaka ile sekondari ya juu kidato cha 5 na 6, na huku vyuo vikuu Kiswahili kipigiwe chapuo zaidi. Na wale watu ambao watakuwa wana nia ya dhati, wenye ushawishi, basi serikali isiache kuunga mkono kwa lengo la kuhakikisha kwamba Kiswahili chetu kinautambawa na kinaenda mbali zaidi. Na jambo la mwisho, kila Mtanzania, kwa sababu mimi na wewe wote ni Waswahili, hiyo kazi huwezi kuniachia mimi tu, mimi siwezi kukuachia wewe tu, naelewa sawa. Kwa hivyo kila Mtanzania aamue yeye mwenyewe kupenda Kiswahili chake na awe balozi mwema na balozi mzuri, hata kama si balozi rasmi wa kuidhinishwa na BAKITA. Kama ambavyo mimi si balozi rasmi wa kuidhinishwa na BAKITA, lakini na uwezo wa kukitangaza Kiswahili pasina tone la shaka. Kwa sababu hata ninyi na mimi pia nawapongeza Jimbi TV. Vyombo vingine vyote vya habari pia vifanye kama ambavyo ninyi mnafanya. Kwa sababu hivi mnavyofanya ninyi ni hatua za dhati na za maksudi za kutaka kukipigia chapuo Kiswahili. Kwa hivyo mimi naweza kusema na nyinyi pia mmefanya zile jitihada za mtu kujenga nyumba kwa mate na zile jitihada za nyigu kujenga utandu wa buibui. Naweza kusema jitihada za nyigu kujenga kichuguu chini ya paa la nyumba. Hiyo misemo yako ina maana gani? Mbona ni kama ni kitu ambacho hakiwezekani? Of course naweza kusema ndugu mtangazaji ina maana, kwa sababu nikisema jitihada za mtu kujenga nyumba kwa mate, ama jitihada za mtu kujenga vingurima kwa mate, ama jitihada za mtu kujenga vishirazi kwa mate,
Hivyo vyote maana yake ni kujenga vichuguu kwa mate. Nadhani unaelewa jitihada za mtu anapotaka kujenga kile kichuguu chake chini ya paa la nyumba kwa kutumia mate. Ndio. Ni jitihada kubwa sana. Na hata zile jitihada za siafu kutaka kuvuka mto kwa kung'atana mikia, zile ni jitihada kubwa sana. Kwa hivyo ni jitihada ambazo zinalenga moja kwa moja kuleta matokeo makubwa. Kwa hivyo maana yake ni kwamba mimi na wewe na jamii ama serikali sote kwa pamoja tukiamua kuungana kama mtu anavyoungana kwa kung'atana mikia na tukafanya zile jitihada kama nilizokwisha kusema za mtu kujenga vishirazi ama vingurima kwa mate, basi tunaweza tukafika mahali katika upande wa Kiswahili. Hongera sana, nikupongeze kwa kuzungumza vitu ambavyo ni vya msingi sana, na pengine hata serikali ikisikia ama kutazama hiki kipindi wanaweza wakalichukua wazo lako kwa ukubwa sana. Justini, ninaamini katika kukipigania Kiswahili kuna vile vitu ambavyo vimekuvusha wewe kwa namna moja ama nyingine. Sasa pengine mtazamaji anatamani kujua ni fursa zipi zinapatikana kwenye kuifahamu vizuri lugha ya Kiswahili. Asante sana. Mimi naweza kusema fursa ziko nyingi sana sana. Kwanza kuna fursa kubwa tatu. Kuna fursa ya ukalimani katika Kiswahili. Wewe una kalimani, unatoa tafsiri ya Kiswahili, lakini pia kuna fursa ya kuwa mwalimu wa Kiswahili. Wewe unakuwa kwa mfano kuna wale walimu ambao ni walimu rasmi wa lugha ya Kiswahili. Tunatizama katika mataifa ya nje, Uganda kule, Malawi, Korea Kaskazini, walimu wengi wa Kiswahili wapo. Kwa hiyo ni fursa. Lakini pia kuna fursa ya tatu, ni fursa ya kuwa balozi. Wewe ni balozi wa lugha ya Kiswahili kwa sababu wako mabalozi kadhaa wa lugha ya Kiswahili. Kuna kaka yangu mimi nampenda sana na ananivutia sana kusema kweli, anaitwa Joramu Nkumbi. Ni Mlumbi ambaye pia ni balozi wa BAKITA. Kwa hiyo ni fursa. Lakini si hayo tu, kwa sababu unaweza kusema hizo labda nimetaja vyeo, maskini ya Mungu, lakini pia Kiswahili kinaweza kuwa fursa kwa kila Mtanzania mmoja mmoja kwa kukitumia tu Kiswahili. Kwa mfano unaona katika siasa, katika upande wa siasa wanasiasa ili wapate kueleweka vyema na wananchi kwamba tuchagueni sisi tunafaa kuliko hawa, lazima mje mzungumze lugha ya Kiswahili. Kwa sababu sisi hapa watu wa Malawi, sisi si Waganda, wala si wa Ghana, sisi ni Waswahili. Kwa hiyo tunahitaji watu waje watuimbie mashairi sisi. Unajua sisi tunafaa. Hiyo pia ni fursa kwa wanasiasa na kwa viongozi kama utasadiki. Lakini pia ni fursa kwa vijana wale wasanii. Unatazama kuna kitu kinaitwa muziki. Wasanii wengi sana katika Tanzania wanatumia lugha ya Kiswahili. Japo kuna changamoto kadha wa kadha, nadhani tutakwenda huko, lakini hiyo ni fursa. Kwa Kiswahili kwa sababu ndio nyenzo kuu ya mawasiliano na ndio utambulisho wetu kama taifa na hazina ya Afrika, basi ni fursa kwa kila Mtanzania na kila Mwafrika. Na ndio maana kuna msemo huwa tunasema kwamba Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa na Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya Afrika. Asante sana. Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa. Justini, teknolojia imeathiri vipi lugha ya Kiswahili? Nazungumza hivyo kwa sababu, nakupa hilo swali kwa sababu nikitoa mfano kwenye matumizi ya simu, watu wengi hawawezi kutumia lugha ya Kiswahili kwenye simu, program za simu, wanakiona ni kigumu sana. Sasa unaweza kutufafanulia teknolojia imeathiri vipi Kiswahili na pengine nini kifanyike? Shukrani Belele tena, na shukrani Tumbi, na shukrani nyingi sana kwa swali lako zuri. Mimi naweza kusema kwamba teknolojia imeathiri kwa kiasi kikubwa, sio kidogo, kikubwa sana lugha ya Kiswahili, kwa sababu mfumo wa teknolojia wa sayansi na teknolojia umeweka maneno magumu mno na maneno yasiyo rasmi ya Kiswahili. Kwa mfano kama ulivyosema simu, lakini pia kule kwenye teknolojia kwenyewe kuna maneno ambayo sio rasmi. Yale maneno ambayo sio rasmi yanakuja kuchukua nafasi ya maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo yanatengeneza hapa uwazi wa maneno rasmi ya Kiswahili. Kwa hivyo kwa mfano unapokuja kusema sisi manake tunafanya kama tunatoa tu, hiyo simu
Kiswahili chake ipo. Lakini nadhani kuna maneno ambayo ukiyataja katika sayansi na teknolojia Kiswahili chake ukipata labda tuseme kama utohoe. Na katika kutoa labda utohoe wewe mwenyewe. Unanipata sawa sawa? Kwa mfano ukisema hivi mimi najiuliza ukitaka kusema labda kamera. Ni kamera lakini hili neno nadhani tumelitohoa. Lakini pia ukisema kwa mfano unajua simu ina majina mengi sana. Na mimi uniruhusu nitumie lugha ya Kimombo hapo. Simu inaitwa phone. Simu inaitwa smartphone. Unaelewa sawa? Ndio. Kwa hivyo haya maneno yote haya yanakuwa na nguvu kubwa sana kuliko neno simu. Ukisema smartphone ama ukisema phone, watu wanaona ni lugha rahisi sana kupokeleka ama misamiati rahisi na maneno rahisi sana kupokeleka kuliko neno simu. Kwa mfano pia nikisema kamera kwa neno la Kiswahili kamera ni ngumu sana kupokeleka tofauti na neno kamera ya lugha ya Kimombo. Kama utasadiki ndugu mtangazaji. Ni kweli kabisa. Lakini pia mfano mwingine wa mwisho katika vyombo vya usafiri hivi lile gari kubwa lile watu wanaliita bus. Kwa lugha ya Kimombo wanapenda sana kuliita bus. Ama wanaita kwa mfano unaposema basi na sio labda gari ama basi unakuwa unakosea sana. Lakini pia kuna maneno kama vile university. Watu wanaita university na sio chuo kikuu. Ndio maana utakuta watu wachache sana wanasema mimi natoka chuo kikuu fulani. Nasema mimi jina langu naitwa Justin Mwasi from the University of Dodoma. Inakuwa sio sawa kabisa. Kwa hiyo naanza kusema sayansi na teknolojia imekuja imedidimiza na imefinya na imepoteza ama imebagaza kabisa maneno ya lugha ya Kiswahili. Naam. Asante sana kwa ufafanuzi huo kwamba kumbe kuna maneno ya Kiswahili yaliyoingiza kwenye mifumo ya simu na ambayo sio sahihi. Ndio. Justini, ni ujumbe gani unaweza kuwasilisha kwa vijana wenzio katika kukipenda na kukiendeleza Kiswahili? Asante sana. Mimi ujumbe ambao nawapa vijana wenzangu wanaonisikiliza. Unajua sisi tunapaswa kukipenda sana Kiswahili chetu. Na tunapaswa kukipenda kwa sababu wahenga wanamsemo unasema na Waswahili pia wanasema jasiri haiachi asili. Na vya kale ni dhahabu. Nasimaanisha kwamba vya kale ni dhahabu kwamba Kiswahili ni cha kale, la hasha. Naposema jasiri haiachi asili, basi Kiswahili sisi ndio asili yetu. Na ndio maana nimesema ndio utambulisho wetu kama taifa na ndio hazina ya Afrika. Ikiwa tutakataa Kiswahili, sisi hata kama ni wasomi, hata kama kuna watu ni viongozi wanatambulika sana katika nchi hii, wakae wakifahamu kabisa kwamba kabla dunia haijawafahamu, sisi ndio tulianza kuwafahamu. Jamii ya Watanzania wajachochole, maskini fukarafuki, wanaozungumza Kiswahili cha kawaida, hata kama ni Kiswahili shelabela, ndio watu wa kwanza kabisa kuanza kumuelewa kiongozi fulani. Kwa hivyo hata watu ambao wawe ni wanamuziki, wawe ni viongozi, wawe ni wacheza filamu, utagundua kwamba walianza kutumia kwanza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili kusema kweli ni nyenzo kubwa sana ya mawasiliano na ndio lugha muhimu sana kuliko lugha zote katika ulimwengu huu kwa sasa. Kwa mfano tukizungumzia katika Tanzania, wewe huwezi kujiita Mtanzania kama hujui lugha ya Kiswahili. Na huo ndio kweli. Hata kama wewe ni msomi, umeelimika sana na una kiburi cha uelewa, hata kama una ukasumba, lazima utupate kufahamu. Mimi niliona pahala fulani katika matukio ya kiserikali. Yaani kiongozi wa nchi yeye ndio anapaswa atoe hotuba kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Hata kama ukienda nje ya nchi hapa katika Afrika Mashariki, tegemea tukikuona uzungumze lugha ya Kiswahili. Kwa nini tunatumia lugha ambayo sio ya kunaenda kutumia lugha ya Kiingereza nje ya nchi? Kwa sababu kama wewe ni kiongozi mkubwa na unakwenda nje ya nchi, tunategemea unapozungumza Kiswahili na kule nje watakuwa na wakalimani wao. Kwa tutegemee unapozungumza vile Kiswahili, maana yake ni kwamba unazidi kuiambia dunia kwamba hatuna lugha nyingine isipokuwa Kiswahili. Kwa hivyo hata hao wasomi, maprofesa na mambuji na makamange na watu walioelimika sana wasipende sana kutumia lugha za Kimombo wakiwa katika umayamaya katika
jukwaa kubwa ama katika hadhira kubwa, na badala yake tutumie misamiati ya Kiswahili. Unajua Kiswahili ni kitamu sana kuliko lugha ya Kimombo. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo kuja kushangaa maprofesa wanahutubia katika majukwaa maneno mawili ya Kiswahili lakini maneno 10 ya Kiingereza. Si sawa. Si sawa hata kidogo. Naweza kusema sisi hapo tunakuwa tunabagaza na tunadharau jitihada zilizofanywa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuanzia tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 1962 ambako ndiye alikwenda kulihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati huo ilikuwa Tanganyika kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sababu kama hawa waasisi wetu sisi wakina Mwalimu Nyerere, wakina Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta tarehe 12 mwezi wa 10 pia mwaka 1964 naye alikwenda alihutubia bunge la Kenya kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tunapoanza kudharau Kiswahili tunadharau zile jitihada ambazo zilifanywa na hawa waasisi wetu wa nchi za Afrika Mashariki. Asante sana mtazamaji, umemsikia vizuri kabisa mlumbi wa Kiswahili kwamba kuidharau lugha ya Kiswahili basi kunafanya zile jitihada za waasisi ambao walikifanya Kiswahili kiendelee kukua na kuenea zaidi. Tunakuwa ni kama tunarudisha nyuma hivi mambo. Justini, natamani kufahamu, tulikuwa tunaelekea mwisho kabisa wa kipindi chetu. Wakati safari yako ya kukijua Kiswahili, kukiendeleza na kukifanya kiwe lugha pendwa zaidi kwa jamii yetu, ni kipi unakikumbuka zaidi ambacho unaweza kusema wakati niko kwenye safari yangu ya kukijua Kiswahili nilipitia hiki na hiki na hiki ambacho siwezi kuja kukisahau? Asante sana. Kusema kweli kuna mambo mengi nilipitia mazuri. Nadhani pia swali lako limelenga kuzungumzia ni jambo gani ambalo zuri sana nilipata kukutana nalo kwa sababu ya ulumbi wa Kiswahili. Matukio yalikuwa yako mengi, lakini kuna tukio ambalo lilifanyika tarehe 31 Januari mwaka huu 2026. Hapo kulikuwa kuna siku ya utamaduni, na pale katika siku ya utamaduni mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Makamu wa kwanza wa Rais, lakini pia na Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Samuel Malechela. Kwa hivyo ilivyokuwa bahati, ama naweza kusema kwa bahati na kwa baraka za Kazole. Naweza kusema zile ni baraka za Kazole kusema kweli. Ama watoto wa mjini wanasema lile lilikuwa ni kama zali la mentali. Bwana walikuwa wanazungumza pale katika sherehe yao ya wanaitwa Wanyausi, ni kabila la Wagogo. Lakini mimi unajua sikutegemea kwa sababu nilipewa nafasi, kwa sababu tulienda kama wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Tukasikia kwamba aje mwakilishi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma aje azungumze, atoe neno tu la shukrani kutokana na hili tukio letu la utamaduni. Ilikuwa inaitwa Utamaduni Festival. Kwa hivyo na mimi kwa sababu nilikuwa nina pashawa la moyo na nilikuwa nimejiandaa na nilikuwa naweza kusema nilikuwa ninajiamini, basi mimi nikaamua kwenda pale mbele ya watu, mbele ya umayamaya mkubwa sana, mbele ya Mambuji, mbele ya Makamange na mbele ya hadhira kubwa sana. Nikaenda pale katika kile kipaza sauti. Kwa hivyo nikaanza kuzungumza, lakini maneno yangu yote mimi yalikuwa Kiswahili. Na yote yalikuwa ni kile Kiswahili cha ndani, Kiswahili cha kina. Nilizungumza kwa maki na uketo. Lakini ghafla kumbe wakati nazungumza walikuwepo waheshimiwa pale. Alikuwepo afisa utamaduni wa mkoa wa Dodoma, lakini pia mgeni rasmi kama nilivyosema alikuwepo mzee wetu Mzee Peter Mavunde ambaye ni baba wa Mheshimiwa Waziri wa Madini na mbunge wa Dodoma mjini Mheshimiwa Anthony Mavunde. Sasa wakati nazungumza ikatokea tu pale mbunge wa jimbo la Mtumba. Jimbo la Mtumba. Nilikuwa nashangazwa kila nikizungumza naona watu wanapiga makofi. Kila nikizungumza maneno mawili. Nikasema mbona kama haya naona ni maajabu. Na wanaonipigia makofi ni watu ambao naweza kusema ni ndugu wa sharafu, waheshimiwa sana. Sasa nikasema kama mimi mja chochole nazungumza maneno mawili matatu napigiwa makofi na shangiliwa hivi, maana hichi ninachokisema kinagusa watu. Kwa hivyo kwa baraka pia za Kazole
yule mzee Mavunde akasema, kijana una kitu. Hakusema, hakunifuata mimi pembeni, alisema katika kipaza sauti mbele ya umaya ule mkubwa. Akasema, kijana una kitu. Mimi lile neno moja nilibadilisha kabisa fikra zangu. Na badala ya pale akaniambia, sasa hebu nenda umpe mkono mgeni rasmi. Na mimi nikasema niko natamani sana walau nishike mkono ama gidamu za viatu vyake yule Mheshimiwa Malecela, kwa sababu ni makamu wa kwanza wa rais na yule anamwakilisha rais, maana alifanya kazi na Mwalimu Nyerere kama utaamini na utasadiki. Kwa hivyo nikapata nafasi, nikashikana mkono. Moyoni nikasema huku kiro changu kinandunda na vile kwamba ikiwa nimeshikana mkono na Mheshimiwa Malecela, ndugu msharafu, ule mkono umeshika viongozi wakubwa sana katika ulimwengu huu na katika dunia hii. Kwa hiyo ni siku ambayo mimi siji kuisahau. Ni siku ambayo ilinifanya niendelee kukipenda sana Kiswahili. Japo ziko siku nyingine ambazo pia zilikuwa njema zaidi. Nakumbuka pia tulikwenda pahala fulani tulikwenda kujifunza. Lakini nikaona kila nikizungumza pia wanafunzi wanapiga makofi tu. Nikaona kwa makadara na kadari za Mola Jaalia, basi lazima nizidishe zaidi kwenye hichi ninachokifanya. Na ndipo sasa nikaja na jibu la mwisho, nikasema kwamba mimi nitafanya kila linalowezekana kupigia chapuo Kiswahili. Na sitaogopa changamoto zozote ambazo nitakutana nazo, kwa sababu Waswahili wanaomsema unasema, msiogope mawimbi ninyi, kwa sababu ndio mwendo wa ngalawa. Msiogope mawimbi. Kwa hivyo na mimi nitazidi kupiga makasia katika bahari iliyochafuka. Nitazidi kupiga mboze na mize kwa teo moja, kuhakikisha kwamba Kiswahili kinafika panapohitajika. Hongera sana. Watu wa dini wanapenda kusema imani yako itakuponya. Basi kama uliamini kwamba mkono ulioshika viongozi wengi umekupa baraka, basi baraka hizo zitakufikisha mbali kupitia lugha yako ya Kiswahili. Kwa kumalizia kabisa kipindi chetu, Justini, unatamani kuona nini hapo mbeleni ama hapo baadaye kuhusu lugha ya Kiswahili kwa kifupi zaidi? Asante. Mimi natamani kabisa kwa bashara la moyo naweza kusema kwa matilaba yangu mema ama kwa maarubu yangu mema na kwa azma njema kabisa, mimi ni ndoto yangu kutaka kuona Kiswahili ndiyo lugha inayoheshimika sana katika Afrika. Yaani tusiseme kwamba lugha ya Kiingereza ndiyo lugha ambayo imetawala dunia, la hasha. Natamani sana siku moja Kiswahili iwe ndiyo lugha rasmi inayotumika katika nchi zote 54 katika Afrika. Iwe ndiyo lugha rasmi Afrika. Yaani iwe ndiyo lugha kuu kama ambavyo inakuwa lugha kuu katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa natamani sana Kiswahili miaka ya mbeleni, kutokea sasa, kutokea hivi leo, Kiswahili kiote mbawa na kifike mbali zaidi. Asante sana, mimi nikushukuru kwa muda wako na nikutakie masomo mema huko uliko na kila laheri kuhusiana na lugha yako ya Kiswahili. Mtazamaji wa Jimbi TV, umemsikia vizuri kabisa mlumbi wa Kiswahili, anaitwa Justini. Yeye ni kijana mdogo tu ambaye bado yuko chuo kikuu cha Dodoma. Ikumbukwe kuwa lugha ya Kiswahili kwa sasa imeendelea sana, inazungumzwa sana Tanzania, Afrika ya Mashariki, Afrika nzima na hata nje ya Afrika, Marekani, bara la Asia huko wanazungumza sana lugha ya Kiswahili. Hii inaonyesha ni kiasi gani lugha ya Kiswahili inazidi kuenea na inazidi kupamba moto. Pengine siku moja itakuja kuwa lugha kati ya lugha zile kuu duniani. Jina langu ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Kila siku tunahakikisha unapata habari na matukio mbalimbali yenye kukuelimisha, kukuburudisha na kukujuza mambo mbalimbali yanayoendelea katika jamii. Kwa habari za kitaifa na kimataifa, usisahau kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina la Jimbi TV. Subscribe, like, share na comment ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapozipakia hewani. Hadi wakati mwingine, bye bye.